Mtu wa Mungu, nataka nikuulize, je, uko tayari kwa kinachofuata? Ni nini kifuatacho kwenye maisha yako? Kumbuka Mungu yupo anaandaa jambo kwenye maisha. Kama wana wa Israeli walivyotoka Misri, akawa ameshawaandalia Kanaani, sehemu ya maziwa na asali. Na mimi nataka leo nikwambie kwamba Mungu ameshaandaa kitu kwa ajili yako. Je, uko tayari ukichukua? Uko tayari ukipokea? Uko tayari kukiendea? Tiketi ya kupokea chochote kutoka kwa Mungu ni imani yako. Imani ni nini? Ni kuwa na uhakika na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Biashara haujaiona, lakini una uhakika kwamba nitakuwa na biashara kubwa. Kazi hujapokea, lakini una imani kwamba kazi zitaniandama. Inawezekana kwenye maisha yako kuna mateso unayo, huna mtoto, huna maisha ya furaha hapa duniani, lakini tengeneza imani kwamba haya yote ambayo sina sasa ninayo, naanza kuyaishi. Ukianza kuishi jambo lolote ambalo kwa sasa halionekani, ukaanza kuliishi, Yesu Kristo anakupa. Huo ndo ujasiri unaohitajika kwa mtu unapoanza kumtumikia Mungu. Nataka nikupe siri. Kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Na tiketi uliopewa ni imani. Kwa nini? Kitu hakionekani. Watu wanapambania pesa, wanahangaikia uponyaji, wanahangaikia kufanikiwa, wanahangaikia kazi. Wewe unachotakiwa ni kujenga imani ya kupokea vile vitu hata kabla ya kuviona. Alafu Mungu atafanya vitu vyote vinavyotamaniwa na mataifa vitakujia. Kumbuka Mungu alisema kwenye Hagai kwamba pesa ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na vitu vinavyotamaniwa na mataifa vitakujia. Mtu wa Mungu, nataka nikupe uhakika, wewe umezaliwa kuandamwa na vitu. Wewe umezaliwa kufatwa na vitu, sio kuvifata vitu. Kwa sababu kama umepewa mamlaka ya kutawala ulimwengu, kushinda ulimwengu, ina maana pesa haiwezi ikakushinda, mafanikio hayawezi yakakushinda. Wewe ni bora kuliko pesa, wewe ni bora kuliko adui, wewe ni bora kuliko mtu anayelenga kukuangusha. Kwa sababu hiyo basi, acha kunyenyekea pesa, acha kunyenyekea wanadamu, acha kunyenyekea vitu, acha vitu vikunyenyekee. Wewe nyenyekea mbele ya Mungu. Ndio maana Mungu anakuambiaje? Mpe Mungu moyo wako, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Ukishakuwa na uzima, ina maana kila kitu kitaanza kufuata. Lakini pia ukifuatilia inasemaje? Hagai, Ayuba anakuambiaje? Mjue sana Mungu ili uwe na amani, alafu ndipo mema yatakapokujia. Kwa wewe unakwenda kwenye madhabahu ya Bwana, unamjua Mungu, alafu kila kitu kinaanza kukufuata, kinaanza kuandama. Ndio maana siku moja wana wa Israeli wakaulizwa hivi, wakamwambiaje? Nimeona kilio chenu, nimeona mateso yenu, lakini mtaniamini lini? Kwa hiyo kulia, kuwa na mashaka, kuwa na hofu, kuwa na wasiwasi, kutia huruma mbele za Mungu ni kama unamkufuru, unamkasilisha na naona haumfai. Ndio maana siku moja mama analia, anapiga kelele mbele ya Yesu, Yesu nihurumie, Yesu nisamehe. Yesu akamwambiaje? Siwezi nikampa mbwa chakula cha watoto. Jibu hilo linauma, linakatisha tamaa na linachosha. Yesu akilitoa mwenyewe, lakini hebu angalia ikiwa na maana gani. Yesu Mungu hajibu vilio vyetu, anajibu imani yetu. Ni kweli nateseka, ni kweli naumia, ni kweli napitia changamoto, ni kweli sina mtoto, ni kweli kuna mambo hayafai yanaendelea kwenye maisha yangu, lakini nina imani hayo yote nayavuka. Nina imani nitafanikiwa, na imani biashara yangu itakuwa, na imani nitapata wateja. Ukiondoa mashaka na hofu ya kila kitu hapa duniani, kila kitu kitaanza kutafuta na kuwa na hofu juu yako. Wale waganga, watu wabaya wote ambao unawaogopa, wataanza kukuogopa pale ukiacha kuwaogopa. Lakini mtu anayeonesha hali ya hatari kwenye maisha yako, njia ya kumshinda muda mwingine hata sio maombi tu, bali ni kutengeneza moyo wako, ukatengeneza ujasiri na kuamini kila neno na kumwamini Mungu kwamba anapigana badala yako. Alafu kila kitu kinacholenga kukuumiza kitaumia chenyewe, kwa sababu you have a shield, una Mungu. Lakini watu tukiwa na mashaka, tukianza kutembea kwa hofu, tukianza kutembea na wasiwasi hapa duniani, hatuwezi ukafanikiwa.
Utashangaa tuna imani, tunamwomba Mungu, lakini kila siku tunaharibikiwa, kila siku tunapata hasara, kila siku hatufanikiwi, kila siku hatustawi, kwa sababu tunaingia kwenye imani kwa hofu na mashaka, kwamba tunamtafuta Mungu kwa hofu na mashaka, kwamba tujikinge na adui. Lakini kumbe Mungu yupo, anahitaji moyo wetu tuutengeneze, tuwe na imani. Ndio maana Mungu anasemaje? Kaa kwenye mafundisho yangu uijue kweli, kweli itakuweka huru. Kitakacho kuweka huru sio maombezi na kuombewa. Kitakacho kuweka huru ni kujua ukweli, ukarinda moyo wako, ukajua imani ni nini na kwa nini usiogope kitu chochote hapa duniani. Na kupa uhakika kila kitu unachokiogopa kuanzia dakika hii kitaanza kukuogopa wewe, ukiacha kukiogopa. Yeyote aliyekutishia atakuua, atakuumiza, atakutesa, acha kumogopa, acha afanye. Na kupa uhakika kila atakachokifanya, kwa sababu hauna mashaka, hauna hofu, wala haumwombii mabaya. Kila atakachokifanya juu yako kitamrudia yeye. Duniani hapa hutakiwi kutembea kwa mashaka. Tembea kwa ujasiri na ushindi, na kupa uhakika maisha yako hatobaki kama alivyokuwa. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. Tembea bila hofu hapa duniani, utafanikiwa kila mahali. Asante sana. Be a shining star in Jesus name. Amen. Shalom.